Naam, habari za muda huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania usiku wa leo. Habari mbaya kwa Samia Suluhu Ikulu Dodoma na pigo kubwa kwa chama tawala cha CCM, huku sasa Rais Samia Suluhu akitiliwa shaka mahakamani kuhusu halali wa jambo hili zito. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Changamoto ya kisheria iliyoikumba tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya Oktoba 29 na Samia Suluhu sasa imeingia katika chumba cha mahakama kwa ushaka mzito, hali iliyoashiria usumbufu kwa Rais Samia Suluhu akiwa Ikulu Dodoma na uongozi tawala wa CCM ukipokea pigo kubwa mahakamani leo. Kile ambacho hapo awali kiliwekwa kama zoezi la kutafuta ukweli kwa lengo la kutuliza mvutano wa umma, badala yake sasa limekuwa chanzo cha mabishano mapya dhidi ya Samia Suluhu na utawala wake wa CCM, huku mahakama ya Tanzania sasa ikihoji waziwazi uhalali na muda wa kuwepo kwa tume hiyo. Hata hivyo, katikati ya kesi hiyo ni kesi ya kupinga uhalali wa tume ya Oktoba 29 ya uchunguzi iliyofunguliwa kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Kesi hiyo ilifunguliwa na wakili Rosemary Mwakitwange akiwa na wenzake wawili wanaodai kuwa tume hiyo ya Samia Suluhu iliundwa kinyume na taratibu za kisheria na kikatiba, na sasa wakiitaka mahakama kumchukulia hatua Rais Samia Suluhu. Hatua yao imeiweka serikali ya Rais Samia CCM katika hali mbaya na pigo kubwa, kwani tume hiyo ilionekana kuwa jibu la Rais Samia kwa shinikizo la ndani na la kimataifa kufuatia machafuko ya baada ya uchaguzi mnamo Oktoba. Hata hivyo, wakati wa mashauri ya awali, mahakama iliashiria mashaka makubwa juu ya udhabiti wa kiutaratibu wa tume hiyo. Hakimu Mwasipu ambaye aliongoza usikilizwaji wa awali alihoji kwa uwazi ukweli na uhalali wa kuruhusu kesi hiyo kuendelea kutokana na muda mfupi uliobakia kabla ya tume hiyo kukamilisha majukumu yake ya uchunguzi wa matukio na machafuko ya Oktoba. Hata hivyo, mashaka haya ya kimahakama pekee yametafsiriwa na waangalizi kama kikwazo kwa serikali ya Tanzania na pigo kubwa kwa masimulizi ya kisiasa yanayoizunguka tume hiyo. Hakimu alibainisha kuwa kesi hiyo dhidi ya Samia Suluhu na serikali yake imepangwa kusikilizwa Februari tarehe 10 mwaka huu mpya wa 2026. Hata hivyo, na hivyo kubaki siku 17 kabla ya tume hiyo kukamilisha kazi yake ya uchunguzi. Dirisha hili jipya dogo liliibua wasiwasi ndani ya mahakama kuhusu iwapo kesi hiyo inaweza kuleta suluhu la kisheria la maana kabla ya tume kuhitimisha shughuli zake za uchunguzi, na kutilia shaka madhumuni na uharaka wa kesi hiyo na uhalali wa uchunguzi huo. Hata hivyo, wakiwakilisha waombaji hao, mawakili Deogratias Mahinyila na Edward Heche, walisisitiza kuwa kesi hiyo inakwenda nje ya muda na inapinga moja kwa moja msingi wa kisheria wa tume iliyoundwa na Samia Suluhu. Walisema kuwa tume hiyo haina mamlaka halali ya kufanya uchunguzi kuhusu matukio ya Oktoba 29, wakidai kuwa kuundwa kwake kulipuuza matakwa ya lazima ya kikatiba na kisheria na matakwa ya jamii ya Tanzania. Hoja hii inahusisha moja kwa moja urais wa Samia Suluhu ambao tume iliundwa chini ya mamlaka yake. Hata hivyo, kwa mtazamo wa serikali, kesi hiyo inawakilisha habari mbaya sio tu kisheria bali kisiasa, na pia habari mbaya kwa Samia Suluhu na Ikulu ya Dodoma. Tume hiyo ilikusudiwa kuonyesha nia ya Rais Samia Suluhu katika uwajibikaji Tanzania, utulivu na uponyaji wa kitaifa na maridhiano. Badala yake, pingamizi la koti au mahakama limeelekeza umakini kwenye maswali ya uhalali, utaratibu na utiifu wa utendaji, na kuweka uamuzi wa rais chini ya uangalizi wa mahakama na umma. Maneno ya hakimu Mwasipu mahakamani yalizidi kuwa magumu zaidi alipohoji uharaka unaodaiwa na waombaji wa kesi hiyo dhidi ya Samia Suluhu. Alieleza shaka kwa nini kesi hiyo ilisogezwa karibu na tarehe ya mwisho ya tume hiyo kukamilisha uchunguzi wao, huku akijiuliza waziwazi ni thamani gani ya kiutendaji iwapo tume hiyo itakamilisha kazi yake kabla ya mahakama kufikia uamuzi. Msururu huu wa maswali uliibua kesi hiyo kukosolewa, huku ukiangazia msimamo dhaifu wa kisheria wa tume yenyewe. Akijibu, wakili Mwakitwange alisisitiza kuwa kesi hiyo haina lengo la kuzuia haki bali ni kuilinda haki yenyewe. Alisisitiza kuwa Watanzania wengi bado wana maswali ambayo hayajatatuliwa na kujibiwa kuhusu matukio ya Oktoba 29 na mauaji yaliyotokea, na pia wanastahili uchunguzi ambao sio tu kwamba sio wa kina bali pia halali, usioegemea upande wowote ule. Hata hivyo, kulingana na hoja yake, tume iliyoundwa kinyume cha sheria, kulingana naye, ina hatari ya kutoa matokeo ambayo yanaweza kupingwa au kutupiliwa mbali na wananchi, na hivyo kuzidisha kutoaminiana kwa umma nchini Tanzania. Hata hivyo, maendeleo ya chumba cha mahakama leo yamejitokeza zaidi ya duru za kisheria. Wanaharakati wa haki za binadamu
Viongozi wa upinzani na raia wa kawaida wamefuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo, wakitafsiri kesi hiyo kama mtihani mdogo wa uhuru wa mahakama Tanzania na katiba chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu. Kwa wakosoaji wa serikali, kesi hiyo inaimarisha wasiwasi wa muda mrefu kuhusu utawala wa kiutendaji juu ya michakato muhimu ya kitaifa. Kisiasa, muda huu hauwezi kuwa mbaya zaidi kwa chama tawala cha CCM na Samia Suluhu. Utawala tayari uko chini ya shinikizo kutokana na mivutano ya baada ya uchaguzi, madai ya nguvu kupita kiasi katika maandamano na madai ya uwajibikaji. Na uhalali wa tume yake ya uchunguzi kuhojiwa mahakamani kunaongeza safu nyingine ya ugumu Ikulu Dodoma kwa Samia Suluhu, uwezekano wa kudhoofisha msimamo wa serikali ya Samia ndani na kimataifa. Kesi hiyo pia imechochea uvumi kuhusu iwapo matokeo ya tume hiyo ya uchunguzi mara tu yatakapotolewa hivi karibuni yanaweza kukabiliwa na changamoto na kupingwa vikali na changamoto za kisheria, ikiwa mahakama hatimaye itatoa uamuzi kwamba chombo hicho kiliundwa kinyume na sheria na isivyofaa. Matokeo kama haya hayatadhoofisha tu uaminifu wa tume, lakini pia yataakisi vibaya jinsi Rais Samia anavyoshughulikia mzozo nyeti wa kitaifa Tanzania. Ndani ya duru za kisheria, hali hiyo inaeleza kuwa ni mtanziko wa kikatiba badala ya mzozo wa kawaida wa utaratibu. Swali sio tu kuhusu tume yenyewe, lakini kuhusu uwiano mpana wa mamlaka kati ya utendaji na mahakama yenyewe, na kama mipango ya urais imejikita vya kutosha kisheria kwa Rais Samia Suluhu. Drama hizi ama michezo hii inayoendelea ya mahakamani inawakilisha wakati adimu ambapo maamuzi ya utawala wake yanajaribiwa waziwazi na mahakama, hii ikija kama pigo kubwa kwa utawala wake wa CCM bila kujali matokeo ya mwisho. Ukweli kwamba uhalali wa tume hiyo ya uchunguzi uko chini ya uhakiki wa mahakama tayari umeleta shaka katika mchakato ambao ulipaswa kurejesha imani na utulivu wa mivutano ya kisiasa Tanzania. Kesi hiyo inaposubiri kusikilizwa zaidi, hali ya sintofahamu inaendelea kutanda juu ya kazi ya tume hiyo. Waombaji wanasalia na matumaini kwamba hatimaye mahakama itaingilia kati, ikiwezekana kuamuru kusimamishwa kwa shughuli za tume hadi maswali ya kisheria yatatuliwe. Hatua kama hiyo itakuwa habari mbaya kwa urais. Hata hivyo, mwitikio wa umma umebaki umegawanyika sana. Baadhi ya Watanzania wanahoji kuwa tume hiyo inapaswa kuruhusiwa kumaliza kazi yake kwa ajili ya ukweli na maridhiano, huku wengine wakisisitiza kuwa hakuna uchunguzi wowote unaoweza kuwa halali iwapo msingi wake wa kisheria una dosari. Mgawanyiko huu unaonyesha mgawanyiko mpana wa kisiasa ambao Rais Samia Suluhu amejitahidi kusimamia tangu uchaguzi. Hatimaye changamoto ya mahakama sasa imebadilisha kile kilichokusudiwa kuwa mpango wa kuleta utulivu kwa adhima Tanzania ya kisheria na kisiasa kwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali ya CCM. Kesi hii sasa inawakilisha matatizo yasiyotarajiwa na makubwa zaidi ambayo yanaweka kivuli kwenye tume ya Oktoba 29 na kuibua maswali yasiyofurahisha kuhusu uhalali, mamlaka na utawala wa sheria katika ngazi ya juu ya serikali. Mtazamaji, habari hizi zote zinakuja kama pigo kubwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, huku tume yake ya uchunguzi sasa ikikaribia kupata matokeo ya uchunguzi wa machafuko na mauaji ya Oktoba 29 baada ya uchaguzi. Na hata hivyo, kesi hii sasa inakuja kama msukumo wa nyuma kwa tume ama kwa utawala wa CCM wote. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan bado hajaweza kujibu kuhusiana na kesi hii ambayo imefikishwa mahakamani ya kupinga uhalali wa tume aliyoichagua kuchunguza matokeo ya machafuko na maandamano ya tarehe 29 Oktoba na kuendelea. Vile mtazamaji, nikikamilisha habari hizi, ningependa uweze kunijuza maoni yako upande wa comment section. Je, unadhani kuna uhalali wowote katika tume hii iliyochaguliwa na Rais Samia Suluhu Hassan, au je unaunga mkono upinzani na kusema kwamba tume hii si halali na ni haramu? Na kuachia uwanja huu wa comment section unijuze maoni yako. Vile chukua sekunde yako moja ama mbili, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.